Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu, naamini uko vizuri. Wewe ambao unanifuatilia bwana, usisahau kulike na kufollow hii channel. Bwana, hapa nimefika katika kanisa la EAGT. Zinafanya vitu tofauti. Wengi wanatumia CD, lakini sasa hizi mziki wa sasa hivi umekuja na AI. Lakini nini ambacho kinafanyika mahali hapa? Nataka nifate wadau mmoja niulize nini kinachofanyika mahali hapa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina sana bwana. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Jackson Fred Mwambenja. Nini ambacho kimekufanya wewe uwepo hapa? Bwana, kilichonifanya niwepo hapa, tuko na kongamano la Kuski, uimbaji wa live. Uimbaji wa live. Ni huduma. Nini uimbaji wa live? Yaani vyombo vinapigwa live moja kwa moja na sauti unaisikia sauti original ile. Sio AI. Sio AI. Na tupo kwa pastor yetu Bilali Mahenge. Kwa Bilali Makambini. Kwa majina yangu naitwa Justin Siame, lakini alimaarufu wanapenda kuniita MC Siame. Amina. Kitu gani ambacho kimekuleta hapa? Kilichonileta hapa, nimekuja na kwaya ya nyumbani inaitwa Garden of Praise, ikiwa na maana kwamba bustani ya sifa. Wewe kwenye hiyo kwaya ni nani? Mimi kwenye kwaya ni drums. Wewe ni mpiga drums? Ndio. Kwa hiyo masuala ya muziki uko vizuri kabisa kiasi chake. Kwaya nyingi, watu wengi wamefika mahali wanakata tamaa kuimba. Nini kinachosababisha mtu anaacha kuimba kwaya? Kinachosababisha mtu kuimba kwaya, mimi niseme hususani pointi kwa watumishi wa Mungu wanaoacha kuimba kwaya ni kulingana na hali za maisha. Kiufupi hapa ni nyoshe tu, mtumishi wa Mungu au mwandishi wa habari. Hela, watu hawataki kutafuta hela, na kwenye kwaya kuna michango mingi. Kuna sale na sale unakuta nagaramikia kama 120,000. Unakuta mtu ana kazi yake ni anapata labda kiwango cha 10,000 baada hajagawanya kwenye familia, na kwenye kwaya ukikumbuka wanahitaji michango, inamfanya anakata tamaa. Kwa unakuta bora aache kuimba kwaya. Aache kuimba kwaya. Ndio sababu kubwa ambayo inamfanya mtu aache kuimba. Kulingana na mazingira. Wewe ushaikuona matajiri wanaacha kuimba kwaya? Sijaiona, labda wewe peke yako unaweza kuwa umeona. Kulingana na mazingira ya watu ya uchumi, ndio maana watu wanaacha kuimba kwaya. Lakini pia nje na hiyo ni makwazo. Unajua Biblia inasema hivi, makwazo hayana budi kuja. Sasa anapokuja watu wanakata tamaa, mtumishi wa Mungu. Watu wengi na vijana wengi wanalalamika, na wengine wanaacha kwa ajili ya maneno, hasa kwenye kwaya. Wengi wanazila, mtu anazila anaacha, yani kisa tu umemwambia labda imba hivi. Nini sababu? Sababu mimi niseme kwamba ni kuto kumjua Mungu. Unajua namna ya wokovu tumetofautiana. Kuna mwingine ni mchanga, ndio maana wengine wasema waleeni kama watoto wadogo wachanga. Sasa kadri tunavyoinuka, mtu analelewa kulingana anavyoenda. Huwezi kumtisha mtu ubwabwa wakati bado ni wauchi. Ndio. Unamwambia nini mtu huyo ambaye anakusikiliza na kufuatilia muda huu na ameacha kwaya, yuko nyumbani, au mwingine anaingia kanisani na kutoka alikuwa ni mwimbaji mzuri mwenye solo mzuri? Nini unamwambia? Mimi niseme tu wanaonitazama, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, na Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Mhubiri 12 na ule mstari wa kwanza, inasema hivi, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kwa hiyo wewe unanitazama kwenye mitandao ya kijamii, mimi naitwa MC Siame, sauti ya mamlaka, na niko na mwandishi wa habari. Kwa hiyo sauti ya mamlaka bwana. Majina yangu naitwa James Jailos Mwashinga, ni katibu wa jimbo Kuski. Yaani kusifu na kuabudu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje? Tunamshukuru Mungu. Naona uko hapa. Nini ambacho kimesababisha uwepo hapa? Ni kusudi la Mungu kuwepo mahali hapa. Ndio, nimeona kwazi naimba kapela live, yani no CD. Nini ambacho wewe unaweza kutuambia? Ni utaratibu wetu wa kanisa letu la EAGT kwamba kila mwaka tuwe na kongamano la Kuski la kusifu na kuabudu live, sio kutumia CD wala nini. Kuanzia asubuhi mpaka jioni ni kusifu na kuabudu tu. Yes. No CD. No CD. Bwana, lakini nina swali moja ambalo natembea nalo. Kwenye kwaya kumeshaonekana kuna migongano mingi ambayo inatokea ndani ya kwaya. Nini sababu? Migongano hamna kwenye kwaya zetu. Nimeona wengi wameacha kwaya, wengine wanalalamika. Labda nikajua labda shida inaweza kuwa walimu. Hamna migongano kwenye kwaya zetu. Kuna mtu naweza kumwambia unasema imba hivi, lakini mtu akaamua kuacha kuimba na kazila, au kamwambia bwana hii sauti wewe uiwezi, aimbe mtu mwingine akazila, akaamua kuacha kwaya. Je, huyo mtu namwambia nini? Hiyo najua huyo mtu atakuwa hayuko kwenye mpango wa Mungu wa utumishi. Yule ambaye yuko katika utumishi, ambaye yuko katika mpango wa utumishi, hawezi akazila utumishi. Kwenye Biblia kuna watu ambao walikataliwa wakiwa tumboni mwa mama yao. Sawa?
Kwa hiyo labda naye amekataliwa kwenye kwaya kwa design hiyo. Sasa sijajua, ni mpango wa Mungu. Kuimba ni mpango wa Mungu na ni huduma kamili. Hii huduma inaanza hapa duniani na hata mbinguni. Yaani tunaimba hapa duniani na mbinguni tutaimba vile vile. Lakini kuna makanisa hawana hii staili ya kuwasifu na kuabudu, hawana kongamano la makwaya hasa kufundishana na kuonyana na kukosoana. Je, unawaambia nini? Mimi niwaombe tu waanze, maana kuimba ni kusudi la Mungu na Biblia inasema wasiponisifu nitainua mawe yanisifu. Sasa sisi hatutaki Mungu ainue mawe ambayo hayana pumzi ya msifu yeye, wakati sisi tupo ambao tuna pumzi na tunastahili kumsifu yeye. Naona umependeza, uko vizuri kabisa. Unatokea kwenye kwaya gani? Beroya kwaya. Beroya kwaya. Uko ni mwenyeji wa hapa? Ndio. Bwana, kitu gani ambacho kimesababisha muwepo kwenye ile kongamano? Kitu kilichosababisha kwanza ni kama ni mashindano. Mashindano. Okay. Na kujifunza. Kwa hizi kwa ambazo zimekutanika hapa ni kwa ajili ya mashindano. Ndio. Na je, mtu wa kwanza au mtu wa pili au mtu wa tatu nini ambacho anakipata akiwa ameshinda? Yaani sana sana ni tunajifunza. Yaani vile mwenzi tunaangalia kama mwenzio, je, yeye wanawapoje wenyewe kimavazi, kuimba, kucheza, hata kimonekano. Naitwa Emi Charles Mwandetele. Bwana, kama alivyonyosha dada yangu yuko vizuri kabisa. Nini ambacho kimewaleta hapa? Ni namna ya kunyoshana na namna, lakini hapo nikuulize swali ndogo sana. Kuna watu wengi saizi wanafika mahali kwenye kwaya hiyo wanavurugana, wanaacha wengine kwaya, maneno mengi yanakuwa yanatokea ndani ya kwaya. Nini waga kinatokea au nini sababu? Nini sababu? Na maana mimi nachoona hapo, ukijijua tu kama mimi ni mwanakwaya huwezi ukaacha kwaya. Kama umekuja kwa ajili ya mtu fulani unaweza ukaacha kwaya. Leo unamwambia nini mtu ambaye anazila anaacha kwaya kwa ajili ya maneno au kuna mwenzae amemsema lakini sio kwa bahati mbaya, kwa kusudi? Nini unamwambia mtu aliyevunjika moyo? Ushauri wangu, kama umeamua kuwa mwanakwaya uwe mwanakwaya, usimwangalie mtu fulani amesema nini, amefanya nini. Fadhili Sakwisa, tunaabudu hapa makambini kwa baba yetu mzuri ya Sheikh Bilali Juma Maenge. Karibuni yote, tunawakaribisha kwenye kuski. Nini ambacho kinatokea kwenye haya makongamano ambayo yanatokea katika makanisa ya EAGT? Na mimi nimefika nije niipokee, lakini kwa wewe ambaye umeacha kwaya kwa ajili ya maneno, bwana, kwaya ni tamu. Kwaya inakusababisha wewe uwe karibu na Mungu. Kuna vitu vinaweza vikakutenga na Mungu kulingana hauko navyo, lakini kwaya inakuwa ni kielelezo cha kumsogelea Mungu. Mimi nikutakia siku njema, lakini swali langu moja ambalo utanijibu wewe kwenye comment, nijibu kwenye hilo comment. Nini kinachosababisha watu wengi wanaacha kusali? Nini ambacho kinasababisha watu wengi wanaacha kwaya? Kisa maneno. Maneno yanatokana na nini? Tuko duniani, tuko kwenye uwanja wa vita, tuko kwenye uwanja wa mapambano. Lazima tupambane ili tushinde. Nikutakia siku njema yenye baraka. Amen.